Takribani wiki moja hakuna kinachoendelea hapa High Table Sound Mwananyamala. Tunafahamu kabisa kwamba studio hizi zinamilikiwa na msanii Barnaba Classic. Tukasema leo tuweze kufika hapa kwa ajili ya kuweza kutembelea kwa sababu wiki moja hakuna shughuli yote inayofanyika hapa. Studio zilikuwa ni High Table Sound kama unavyoziona na ziliteketea zote. Maana palikuwa na vyumba viwili, ofisi hiyo lakini pia na studio ambayo ndo hapa niliposimama mimi. Kila kitu kiliteketea. So far tukasema tufike hapa kwa sababu leo tumekuja kukuonesha na tumesikia kwamba hata waimbaji wake pamoja na watu wake wa karibu wa studio nao pia ni kama wanasaidia mambo ya ufundi hapa. Sofa ni ujenzi huu unaendelea hapa katika studio za Barnaba Classic. Amenyanyuka kwa kishindo, tofali zimeshawekwa, nadhani ni kozi mbili tu ndo zimebaki hapo kuweza kufunga lenta na hapo sasa itakuwa ni swala la kupoa. Mkubwa koma? Inakuaje mkuu wangu? Bwana wangu ni mwana. Kuna majukumu ndugu yangu. Hebu tusimame kwa hapa najua sababu nimeingilia hapa. Kumbe nao ujenzi unaujua kumbe? Mnatofauti usafi hapa leo unajua mafundi walikuwa wapi? Wamefika kwa sababu kuna vitu ambavyo vimeenda kuchukuliwa vya nini ndani. Kwa hajafika lakini kesho ujenzi unaendelea na alhamdulillah kama unavyoona jengo umesimama. Jengo umesimama. So far hapa ndo ulikuwa unakaa na unaingiza mambo yako vocal na nini vitu kama hivyo. So far ujenzi unaendelea, labda ndio lako moja tu. Hapa sio tu nilikuwa nakaa, yani hapa hii ni ofisi yetu ambayo tukiamka asubuhi majumbani kwetu hapa ndo sehemu ambayo tunakuja ambayo ndo tunategemea kwenye moja au mbili ambayo ukija hapa ndo unatuliza ubongo wako na hapa ndo unapoanzia kwamba ukurekodi, unarekodi hapa umeona kwa sababu unajua hapa unajipangia tu ratiba bwana leo hamna issue acha nipige muda mwingine unaweza ukaja hapa ukashinda unajua muziki pia ni feeling unaweza ukaja hapa ukashinda ukashangaa producer akapiga beat mkafanya kazi kwa hiyo ni sehemu yetu ambayo tunaitegemea sana kwa hiyo hivyo yani. Okay, hali umeionaje sasa wiki moja bila High Table Sound? Sio nzuri lakini pia sio mbaya kwa sababu yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu na pia naweza nikasema kwamba changamoto ni kitu ambacho kipo katika maisha ya binadamu lakini pia maumivu pia ni kitu ambacho kipo katika maisha ya binadamu na ili ukue au ili uwe bora zaidi lazima upitie maumivu na upitie changamoto. Okay. Kwa hiyo sisi kwetu tumelifanya hili kama ni changamoto tu za maisha ambayo kila siku kama binadamu lazima ukutane nazo. Kwa sisi tunashukuru Mungu. Tunashukuru Mungu kwa hiyo kwa sababu hata kama usiposhukuru labda ukakufuru ukanungunika maana yake zaidi hamna utachokipata zaidi ya kukufuru kama hivyo na unamkosea Mwenyezi Mungu kwa sababu yote haya ni mapenzi yake lakini pia kushukuru ni kitu bora zaidi kwa sababu kama unaona tumeshukuru lakini mjengo hapo umesimama alhamdulillah na nafikiri baada ya siku kadhaa mbele vitu vitakuwa viko sawa kabisa. Lakini ni mpaka pakamilike sasa ndio shule zitaanza sio? Nafikiri apate chukua muda mrefu mambo yatakaa sawa. Okay. Inasemekana pia na kuna nyimbo zako ambazo zimepotea hapa. Ni kweli? So mimi tu kuna albamu ya mzee ambayo alikuwa ameanza kurekodi. Nyimbo baadhi pia zimepotea kwa sababu external nyingi zimeungua, mashine pia za ofisini. Kwa hiyo mimi pia nyimbo zangu nyingi pia nilikuwa naandaa EP na nyimbo zangu nyingine nilizorekodi ambazo zimenusurika ni nyimbo ambazo nimerekodi nje ya hapa lakini nyimbo ambazo nimerekodi hapa nyingi zimepotea.